Mwenyezi Mungu tupe amani katika nchi yetu ya Tanzania. Mjalie afya njema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunaombea uchaguzi mkuu uliopite salama ya Rabbi, na madiwani na wabunge wateule ya Rabbi, tunakuomba tujalie afya njema birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kipekee mimi Sheikh Haruna nasikitika sana. Nilifanya presi ya kuwashukuru wa Tanzania wote kwenye ziara iliyofanyika makao makuu ya taasisi yetu, lakini katika kushukuru nilitoa onyo, karifio au onyo kuonyesha kwamba hivi Tanzania ni nchi ya amani. Amani ni msingi wa taifa, na mimi kila siku nimekuwa nikihubiri neno amani kama ilivyo ada, na ndio kipaumbele changu cha kwanza kabisa kulisemea taifa langu juu ya misingi ya amani. Nilitoa onyo kwa kumuonya Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa maneno alikuwa akiongea yalikuwa stahiki kwenye jamii. Na katika kauli zangu, lafidhu zangu, nilionyesha kumwambia, wewe ulikuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa wa chama, tena katibu wa kitengo cha idara ya habari, katibu wa itikadi na uenezi. Na nikamwambia, kwa nini mambo kama haya machafu usiyaseme ndani ya chama aliyakuwa ulikuwa ni mwanachama? Nasikitika kutoka moyoni, taarifa ilikuwa inaenda live, wa Tanzania wengi walikuwa wanafuatilia siku hiyo, wengi sana, na wengi walipongeza. Kukosoa ni sehemu ya binadamu, hakuna mwanadamu aliyokamilika, wako waliokosoa. Lakini inapita mwezi na nusu, mtu anakwenda kuedit vipande ya Rabbi kwa mapenzi ya Allah. Sijui anataka nini, sijui anatengeneza nini. Hii yote nilikuwa nikiongea, leo inakwenda kutimia. Nilikuwa nikiongea watu waache kuwanenea machafu viongozi wetu, lakini leo paka mashehe. Sasa leo wanafanya kwa Sheikh Haruna, kesho watafanya kwa padri, watafanya kwa mchungaji, watafanya kwa nani? Hii inakuwa sio sifa nzuri. Kiukweli nimekuja kukemea jambo hili na kuonyesha kwamba si jambo zuri katika taifa letu, na hasa kwa upande wangu limeniumiza sana sana watu kuedit kitu ambacho kimepita zaidi ya mwezi na siku, alafu wanapeleka kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba Sheikh Haruna muunga mkono Humphrey Polepole. Mimi ni muunga mkono Humphrey Polepole? Mimi ambaye kila siku nasema swala la amani. Mimi nilichomwambia Humphrey Polepole, nilimwambia kauli zake hazistahiki kuongea kwenye media. Nikamwambia anastahiki kurudi kujitambua, alikuwa ni mwanachama, alafu alikuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kama kuna jambo baya alikuwa anastahili kulisema ndani ya chama. Na nikazidi kumuonya kwamba hata sasa hana haki kabisa ya kueleza kero zake ndani ya chama kuliko kwenda kuongea public na Watanzania zaidi ya milioni 60. Anaamanisha nini? Sisi tunataka amani, na ndio kauli mbiu ya viongozi wa dini. Tunataka amani, na amani ni tunu ya taifa. Ni sawasawa na embe, ni sawasawa na yai. Yai ukilidondosha likipasuka, wallahi halirudi tena kuitwa yai. Hilo linakuwa limesha kwisha. Maana yangu ni kwamba hivi amani hii tuliobarikiwa wa Tanzania lazima tuna haki ya kuilinda kwa wivu mkubwa sana. Lakini pia nawaomba waandishi wa habari wote Tanzania wafanye kazi zao kwa uadilifu mkubwa. Kuna wakati unaweza kujiuliza, huyu kasomea wapi? Anatengeneza vitu ambavyo vileti faida kwenye jamii, ila analeta mpasuko. BASATA wapo. Vitu kama hivi waangalie kwa 99%. Nataka niwaombe wa Tanzania wote. Kwanza, sasa hivi tunapoongea, leo ni tarehe 6. Tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Tunakwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba, mwezi wa 10. Niombe wa Tanzania tuimbe neno la amani. Tuimbe wimbo wa amani. Na wale wanaotaka kuvuruga amani katika nchi yetu, tujaribu kuwajenga. Kwanza tuwajenge kifikra, usitumie mabavu, tuwajenge kifikra. Maana kuna mtu unaweza kutumia mabavu ndio ukazidi kumharibu kabisa. Tuwajenge kifikra, wafahamu leo kuna nchi ambazo watu hawakai, wanateseka. Mlo wa mchana unajua wanakula hapo, wanaingia msikitini wanaswali, wakisikia tu hata tairi imepasuka tu imebasti, swala watu wanaipoteza. Makanisani watu wanashindwa kutekeleza ibada zao. Wakisikia tu mlio wa gari umepiga puu, watu wanakimbia, wanaacha ibada zao.
Kwa nini leo Tanzania tunataka kuifanya iwe nchi ambayo imejengewa misingi zaidi ya karne na makarne? Viongozi wote waliopita lazima tuwape heshima yao. Marais wote waliopita wamefanya kazi nzuri. Wazazi wetu, mabwana wakubwa, mashehe wetu mbalimbali wamehubiri neno la amani, wachungaji, mapadri. Leo tunafikia tu tunanyoshiana vidole. Haistahiki kabisa. Ningiomba na kipekee zaidi kwa unyenyekevu na kwa uadilifu mkubwa. Mimi sio mkamilifu, Mungu pekee na mtume ndo mkamilifu na mabwana wakubwa. Na waomba wa Tanzania wote tusidanganywe, tukapotoshwa, tukaingia katika fikra ambazo sisi hatuna. Yaani kuna fikra unaweza kumjengea mtoto akaenda kuifanya ikawa sio. Niwaombe wa Tanzania, niwaombe sana tulinde amani, na hii amani tuilinde kwa nguvu kubwa. Kama ilivyo ada, nimetembea zaidi ya mikoa 16, 17 hivi sasa kusema neno la amani na kuwaambia Watanzania uchaguzi upo na utaendelea kuwepo, lakini baada ya uchaguzi kuna maisha. Tusitoliane kauli chafu, lugha chafu. Leo unakuta mtu anatukana kwenye mitandao, wallahi haistahiki kwenye jamii. Najiuliza kwa nini mtu anafanya hivi? Amezaliwa, ameumbwa na Mungu, pumzi anapewa ya bure, uhai wa bure, maisha yake anakula, anashindwa kufahamu haya ninayoyasema sio muda mchache Mungu anaweza kablock ulimi wangu. Ni bora ukaadhibiwa na binadamu kuliko Mungu akaenda kukuadhibu. Adhabu ya Mungu ni kali sana. Adhabu ya Mungu ni kali sana. Na wakumbusha wa Tanzania tulinde lafzi zetu kwenye midomo. Na ninataka niwaombe wa Tanzania kale ka clip kanakotembea kwenye mitandao wakaache wakapuuzie kabisa. Mimi Sheikh Haruna kauli yangu kila siku ni kusema swala la amani. Na nitazidi kusema swala la amani. Na nitazidi kuwalinda viongozi wangu wote wa nchi na mashehe wangu wote, kusema sikubali kuona shehe akitukano kwenye mitandao, na sikubali kuona viongozi wa nchi wakitukano kwenye mitandao. Panapofikia nikiona kweli mtu anatoa kauli hiyo, na mimi sitarudi nyuma, tasimama kuonyesha kwamba hili alimpendezi Mungu, hili linampendeza Mungu. Jambo la mwisho ninalomalizia baada ya kuomba radhi na kukanusha hiyo clip inayotembea kwenye mitandao, narudia kutamka Watanzania tujitokeze kwa wingi. Kuna kauli zinapita ambazo sio kauli nzuri. Haki yako ni haki ya msingi sana. Uilinde. Kwanza ulinde utu wako, thamani yako wewe kama wewe, ujijue ni nani na utu wako. Narudia mara ya pili. Tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura. Kuna watu wanawadanganya watu kwamba wasiende kupiga kura, warudi nyuma. Niwaombe kwa unyenyekevu kama kiongozi wa dini. Tena inawezekana nisijiite kwa heshima kubwa kiongozi wa dini. Niwaombe wa Tanzania tujinyenyekeze mbele za Mungu. Tuende tukatekeleze hili tukiwa na hofu ya Mungu, kwamba haki yako unapoiacha ikapotea, wallahi utajutia. Maana yangu una haki ya kwenda kumpigia kiongozi wako ili kesho upate sababu ya kumuuliza maswali. Sasa usipotekeleza hilo, kesho utamuuliza kwamba hospitali yetu haina dawa. Wewe ulifanya hivyo? Haujafanya. Kwa hiyo niombe wa Tanzania hizi kauli za upotoshaji kwamba tusijitokeze kupiga kura tarehe 29 tuziache, na hizi kauli zinazoenea kwenye mitandao sio tutajitokeza, sio kufanya hivi na hivi. Wallahi wa billahi na waomba wa Tanzania wote kwa hofu ya Mungu, tena kwa unyenyekevu mbele za Allah tabaraka wa taala, waziache. Tanzania tunataka amani. Amani ndo msingi wa taifa letu. Na narudia kusema mtu yoyote atakayevuruga amani hii, na imani kwamba atajutia, kwa sababu amani hii iliasisiwa na viongozi kaza wa kaza. Na la mwisho nataka nioliongee tena kwa kutoa kama vile taarifa, na taarifa hii ichukuliwe kama jinsi ilivyo. Ndugu zangu, cheo ni zamana. Hii ni taarifa inaitwa cheo ni zamana. Unaweza ukatumia maneno machafu kumchafua Sheikh Haruna kwa kuona kwamba kwa nini amechaguliwa kuwa kiongozi fulani, watasema hii inaitwa husda, inaitwa shari, kumtengenezea mtu shari au kumtengenezea ajali. Yaani ukamtengenezea vitimbwi vya kila aina kumchafua CV yake. Lakini kama Mungu alipanga huyu kuwa ni kiongozi, atakuwa tu. Maana yangu ni waombe, niliongea na narudie kuongea leo kwamba dhamana ya uongozi utoka kwa Mungu.
Hata kama mtu ni mbaya, kama Mungu alipanga huyu atakuwa kiongozi, atakuwa tu. Nyinyi itakuwa ni sehemu tu. Na hii nawaomba Watanzania wafahamu, hakuna mtu ambaye ana akili zaidi ya wenzake. Wote tunafanana, ila kila mtu ana daraja lake. Yaani kila mtu ana daraja lake. Baada ya kuyasema haya, ni washukuru Watanzania kwa kunielewa. Nishukuru Watanzania kwa uadilifu kwamba watasimamia swala la amani. Nishukuru Watanzania kwamba watajitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura. Nishukuru kwamba Watanzania sasa hivi awadangani. Yaani unapotengeneza kashfa ya kumchafua mtu anajua kabisa huyu katengenezewa hajali. Na mimi ni waase wote kwa pamoja tuungane kusema neno la amani. Asanteni. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.